kitabu cha mashetani au kitabu kilichoandikwa na shetani kikitumiwa na malaika kinaweza kikakufikisha mbinguni, ila kitabu kilichoandikwa na malaika mwenyewe kabisa kikitumiwa na shetani hawezi kufika mbinguni. Cha kwanza ambacho ningeisi taifa, ningesi vyama vya siasa, ningesi viongozi wa serikali, ningewasi watu wote ya kwamba turudi kwenye msingi wa neno la Mungu. Taifa la Tanzania bila kurudi kwenye msingi wa Biblia, mwandishi andika tarehe ya leo na kuhakikishia ni majuto mpaka Yesu analudi. Natamani Chadema wote kwanza tukutane kanisani, CCM wote tukutane kanisani, halafu tukiomboleza na kulia mbele za Mungu, tukiomba toba na kulia mbele za Mungu, tukiomboleza. Halafu baada ya pale naamini uko ukombozi mkubwa sana utatokea kwenye taifa letu. Ila kama ndo hawa walevi hawa ambao tunataka katiba mpya, tunakutana nao kalewa mle, kapiga mtu mpaka bia, chupa ya bia kampiga kichwani, hao ndo wanasema tunataka katiba mpya. My brother, utashangaa sana, watakuja kutetea ushoga, hautaamini macho yako. Chadema, CCM, UDP, sijui chama gani, wote turudi kwenye Biblia. Na tukitazama sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi, mchungaji, tunaelekea kwenye uchaguzi mwezi wa 10. Wewe ni baba wa kiroho, nyuma yako umebeba kundi la watu wengi sana ambao wanakuamini kupitia imani uliobeba. Sana. Ukipata nafasi ya kuwashauri vyama vya upinzani ambao kwa namna moja ama nyingine kabla kuna taswira ambayo inaonekana katika macho ya nyama kwamba huu msemo kwamba hakuna katiba mpya, hakuna uchaguzi. Ukipata nafasi ya kuwashauri hawa, nini ambacho unaweza kuwaambia hivi vyama ambavyo vinakwambia no reform no election, hakuna katiba, hakutakuwa na uchaguzi? Ukombozi wa kweli uko hapa. Biblia hiyo. Ukombozi wa kweli, nimekusomea mstari unaosema hapana wokovu kwa mwingine awaye yeyote, si ndio? Ila kwa nani? Kwa Mungu. Cha kwanza ambacho ningeisi taifa, ningesi vyama vya siasa, ningesi viongozi wa serikali, ningewasi watu wote ya kwamba turudi kwenye msingi wa neno la Mungu. Yaani kwa hapa tulipo, kwa sababu mimi nawaangalia hata hawa wanaopigania hizo haki, nawaangalia CCM, nawaangalia Chadema, naangalia maisha yao ya chini, vijana tu wengine walevi, malaya, watoa rushwa, wapokea rushwa. Yaani hakuna katiba itakayoleta ukombozi. Mimi niwaambie, cha kwanza turudi msalabani, maana yake tuokoke, tumpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, atusafishe sisi kwanza, aondoe ubaya wote, aondoe tamaa zote, tamaa ya vyeo, tamaa ya fedha, tamaa ya madaraka, tamaa ya uzinzi, tamaa ya ulevi. Kwa sababu wewe, nikwambia kitu kimoja mwandishi, ambacho unaweza usinielewe. Kitabu cha mashetani au kitabu kilichoandikwa na shetani, si ndio, kikitumiwa na malaika kinaweza kikakufikisha mbinguni, ila kitabu kilichoandikwa na malaika mwenyewe kabisa kikitumiwa na shetani hawezi kufika mbinguni. Sijui utakuwa umenielewa. Shida ni nani anayeenda kushika hiyo katiba? Shida ni nani anaenda kusimamia hiyo katiba? Ana utu kiasi gani? Kwa mfano, ziko sheria nyingi nzuri sana za taifa letu ambazo zimetungwa vizuri sana, lakini ukienda mahakamani watu wanalia, ila sheria si ni nzuri, katiba si ni nzuri, kila kitu kiko wazi, lakini watu wengine wanalia, nasema hapana, nimeonewa. Nini? Shida ni hakimu aliyesimamia ile kesi, kwa sababu wana power ya kufanya kuligeuza lolote likawa vyovyote. Ndio maana mimi nikasema cha kwanza turudi kwenye msingi ambao ni Biblia. Taifa la Tanzania bila kurudi kwenye msingi wa Biblia, mwandishi andika tarehe ya leo na kuhakikishia ni majuto mpaka Yesu anarudi. Ni majuto mpaka Yesu anarudi. Kwa hiyo cha kwanza, wanadamu tumtafute Mungu, tuokoke.
Natamani Chadema wote kwanza tukutane kanisani, CCM wote tukutane kanisani, halafu tukiomboleza na kulia mbele za Mungu, tukiomba toba na kulia mbele za Mungu, tukiomboleza. Halafu baada ya pale, naamini uko ukombozi mkubwa sana utatokea kwenye taifa letu. Uko ukombozi mkubwa sana utatokea kwenye taifa letu. Ila kama ndo hawa walevi hawa ambao tunataka katiba mpya, tunakutana nao, kalewa mle, kapiga mtu mpaka bia, chupa ya bia kampiga kichwani, hao ndo wanasema tunataka katiba mpya. My brother, utashangaa sana, watakuja kutetea ushoga, hautaamini macho yako. Utashangaa sana, watakuja kutetea ushoga, hautaamini macho yako. Kwa mfano kipindi cha corona, ndio maana naambia kwamba katiba hii, kwa mfano kipindi cha corona imetokea, bora John Joseph Pombe Magufuli alituvusha kwa neno, akasema tumwamini Mungu, tumuombe Mungu. Makanisa ya kufungwa, walikuweko wa kusema sijui mizoga itatapakaa nchini, lakini ilitapakaa. Kenya wakajifungia ndani, wakalia uchumi mgumu, au sisi huku tunadunda tu nini. Neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu, Daudi anasema. Kwa hiyo kama Daudi ndio mwanasiasa mkongwe, mwanasiasa mkubwa, alisema neno la Mungu ni taa ya miguu na mwanga wa njia zangu, manake ni kwamba turudi kwenye Biblia. Chadema, CCM, UDP, sijui chama gani, wote turudi kwenye Biblia. Kama sio hivyo, kawaulize wake zao, wanalia tu. Hata wake zao wanalia tu. Nini? Kimwanaume kizinzi, kina message chafu nyingi kwenye simu. Hicho ndo kinaenda kupigania Chadema katiba mpya. Hicho ndo kinaenda kupigania CCM. Mimi ni kiongozi wa CCM. Unajua mimi ni mtu wa haki. Kama uliza hata mke wake, analia tu majuto. Sijui umenielewa. Najua naongea vitu vya ulimwengu mwingine sana, lakini naamini neema ya Kristo inaweza kaongoza kuyaelewa haya. Ndio. Sawa, kwa kumalizia, una kipi cha kuzungumza na Watanzania? Kitu cha kuzungumza na Watanzania, kuzungumza na taifa hili la Tanzania, kuzungumza na wanavyama wote, kuzungumza na kila mtu, ya kwamba turudi kwenye msalaba, turudi kwa Yesu. Nchi yoyote iliyopata neema ya Mungu ni ile nchi iliyokubali kumwabudu Mungu na kujitisha chini yake. Kwanza Biblia inatengeneza utu wa mtu mmoja mmoja, halafu theni inatengeneza utu wa jamii kubwa. Mtu mmoja akibadilika, familia moja ikibadilika, mtaa mmoja ukibadilika, wilaya moja ikibadilika, basi taifa lote linaweza likabadilika. Kitu cha kuzungumza ni kwamba turudi kwenye msingi ambao ni Biblia. Huko kwingine kote tutapigizana makelele tu, lakini msingi kabisa ni neno la Mungu, ndilo litakaloweza kuliokoa taifa la Tanzania. Sawa sawa. Swali langu binafsi, japo sio kwa umuhimu. Sawa. Kwa nini unapenda sana kuvaa scarf? Kwa nini napenda sana kuvaa scarf? Hii scarf ina namba, ina chata ya nani? Hiyo ni bendera ya Tanzania hiyo. Hii bendera ina chata ya nani? Ina chata ya Tanzania. Naipenda Tanzania. Naipenda nchi yangu. Ndio maana naumia sana. Hata baadhi ya mambo ninayoyaona yanavyoenda vibaya, naumia sana. Lakini ni sehemu ya upendo wa nchi yangu. Na imekuwa ni utambulisho wako, unapokuwa sehemu lazima una scarf. Hiyo imekuwa desturi yangu, popote napokuwa ninatamani kuwa nayo kwa sababu naipenda nchi yangu. Ndio. Sasa hivi kati ya uchungaji na kuimba, kipi ambacho kilitangulia wewe kwenye huduma yako? Kwanza uimbaji sio huduma. Uimbaji ni nini? Biblia imesema wengine kawatoa kuwa mitume, manabii, wachungaji, sijui walimu, lakini haipo inayosema kwamba akawatoa wengine kuwa waimbaji. Hiyo nayo ni mada ambayo tukianza kuichambua inaweza kachukua muda. Kama utapendekeza au kama kulingana muda au wakati mwingine. Ndio. Sasa kwa kifupi tu, labda tuone kwa dakika moja, kipi kilianza kati ya kuimba ama kuhubiri? Kilichotangulia ni wito ndani yangu, wokovu.
baada ya kuokoka ndicho kilichotangulia, kwa sababu nilipookoka na Mungu akanipa sasa, akanipa huu wito, akanipa huu wito ya kwamba nimtumikie Mungu. Kwa kilichotangulia ni wokovu. Za ndani tu za walimwengu kule duniani. Pastor Shitindi, umetokea, wewe ni zao la AICT. AICT nini, International Africa Inland Church. Yes. Ndio. Ni zao hilo. Ndio. Okay, sawa. Ndio. Nitaka tunipate confirmed, maana nilikuwa nazisikia kinga bado siamini. Sasa nikipata nafasi kukutana naye nitauliza. Niliwahi kuwa kule, niliwahi kuwa mzee wa kanisa, niliwahi kuwa katibu wa vijana, niliwahi kuimba kwaya kule. Kwa hiyo nimebatizwa kule, nimeoa kule, nimetokea huko. Nimetokea kule. Basi kipindi kijacho utakuja utuambie kipi ambacho kile kufanya ukahama kutoka kule tukukuta huko. Amina. Sawa, sitakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana ndugu mwandishi wa habari.